Nilikuwa tu katika kukutana, lakini nimefurahi, jambo limepita salama. Nafikiri ndio kwa mara ya kwanza familia imeniamini kusimamia tukio kama hili. Kwa hiyo kwa upande wangu nimefurahi sana. Yaani haikuwahi kunikabidhi yani kwamba fanya kila kitu. Uwaga tu na naalikwa tunaenda basi. Kuna moja kati ya posti zako ambazo umeziposti leo kwenye mitandao ya kijamii. Simu. Zamu. Basi. Nipe simu yangu. Nataka mimi ngoma na Dula, moja kati ya posti zako ambazo umeziposti kwenye mitandao ya kijamii, ulisema kwamba ndoa zimekuwa za kurogwa sana, ndio maana imekuwa ghafla. Kwa nini ulizungumza hivi? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wanasema kwa nini Dula andike ndoa za kurogwa? Kuna mtu alirogwa kwenye harakati za kuolewa kwenye familia yenu? Niliandika tu kwa sababu mimi nataniana sana na dada yangu. Kwa hiyo nilikuwa namzingua tu kwamba bwana, hii ndoa tunamwahi babu harusi kabla akili yake haijarudi, lakini sikuwa na maanisha na nini. Nilikuwa tunazingua. Dula, tutaka tufahamu, nimeona kuna vitu vingi ambavyo vimetokea hapa na watu umealika washikaji zako pia. Unalipi la kuambia kwa sababu? Washikaji gani? Watu ambao umealika, unalipi la kuambia? Sijaelewa yani. Watu wako walioalika hapa. Mimi nashukuru kwanza. Nashukuru watu waliokuja. Hata wasiokuja pia niseme pia nashukuru kwa sababu kuna watu wanapitia changamoto, wengine walikuwa wanakuja wameishia njiani, labda kama kuna muda Masharafu alikuwa ananipigia sana simu kazima na sijamuona hapa, umeona, na ukizingatia tumewashtukiza. Kwa hiyo waliokuja pia tunashukuru. Kwa hiyo hivyo yani tuendelee tu kuhudumisha upendo. Kama kaka, unazichukuliaje hizo issue unapoona kwa mfano leo inatangazwa harusi, kwa sababu bana hiyo familia tushaizoea mambo ya harusi na nini? Wewe kama kaka, vitu kama unavichukuliaje sasa jamii inavyochukulia vile? Kwanza swala la kuoa au kuolewa sio swala rahisi kwanza. Ukiona makazi familia yetu watu wanaolewa na wanaoa sana, maana sisi tuko vizuri sana. Sawa, kama ni uchawi, kama ni kuendo, kama ni vovote yani sisi maana sisi ni mabingwa. Kwa sio jambo dogo yani, ndio kusema tumezoea familia sisi watu wanaloga sana ili wapate ndoa. Umeona? Kwa mimi nimefurahi. Na mimi nafikiri ni ndoa yake si ya pili ya tatu. Ya ngapi? 4. Sio ya 5 hii. Ya 4. Kasema ya 4. Ya 4. Yani ngoja. Yeye kasema ya ngapi yeye mwenyewe? Ya 4. Sio ya 4 zote kazitoa. Wewe unazijua ngapi? Ye shida dadangu anapenda sana kamera, yani anaongopea sa watu. Lazamu. Hivi na mimi na ndoa ngapi? Mimi zingine ngoja anza kunitajia basi kweli ukizidisha tunakuwa 5. Dula, tunaona wewe mara nyingi sana unawasindikiza wenzio kwenye ndoa. Wewe tutegemee lini? Mimi nimeshaoa mara 2. Okay. Sasa hivi karibuni tunasikia tu. Unasikia nini? Una mahusiano. Ndoa lini? Maana tunaona wewe unahudhuria sana kwenye ndoa za watu. Jambo ni la dada Amina jamani. Naomba. Ukiongezea hapo kwenye hilo swali la makabila. Familia kumleta dada yako mkubwa kuja kuolewa kwenye nyumba yako, ina maana tayari kuna heshima kubwa umepewa. Lakini watu wanafahamu kwamba mwanaume hadi umeanza kupewa heshima hiyo na familia, lazima nyumba iwe na mwanamke ambaye pia anaitwa kuwa mke wa Dula. Yaani hapa ingekuwa vizuri kwamba wamekuja na wanafahamu Dula Makabila nyumbani kwake ana mke. Kwa nini hujaoa na nini ambacho kinakukwamisha? Mimi sijawahi kuoa. Wewe unafanikiwa mimi? Umewahi kuoa. Sababu kubwa ambayo inakufanya usioe ni sababu ipi? 2. Dula, wakati tunafanya interview na Siwa amesema kwamba yeye binafsi anahisi imetosha, hatamani tena ije kutokea ndoa. Kwa upande wako wewe pia ni dada yako, unahisi pia umechoka na unatamani hii iwe ndoa yake ya mwisho? Mimi siwezi kusema nimechoka, kwa sababu unajua mwanzo mimi wakati nakuwa nilikuwa najua watu wakishaoana, hata kama mlikuwa mnakutana na mitihani na fight, mkioana ni kama watu wanakubali kwamba bwana, kama kwenye mpira watu wanapochukua kombe, kama watu wanakubali matokeo. Lakini kumbe mkioana ndio shetani anaingia kazini. Umeona? Kwa hiyo kwa watu wote ambao kwenye mahusiano wajue kabisa kama wana vita kwenye mahusiano, wakioana vita na kwa mara mbili, sababu
aibu ya kuachana sio kubwa kama aibu ya ndoa kuvunjika. Kwa hiyo yani ndoa sio jambo dogo. Yani haukuti kwamba ukija nyumbani ukuti bwana labda kubwa kusema ndio ndoa yenyewe, hapana. Lakini tu maisha ya ndoa, kwanza maisha ya ndoa yana utofauti. Kama ulikuwa unaweza kurudi zako nyumbani saa 11 inakuwa tena sio maisha yale, umeona. Kwa vitu vingi vinabadilika. Umeona, respect na nini, lifestyle yote inabadilika. Kwa unavyoamua kuingia kwenye ndoa inabidi uwe tayari kweli. Sawa. Ni mahusiano. Tunaongea sana kuhusu jambo la dada yako, limeenda vizuri, jambo la kumshukuru Mungu. Dula Makabila anasifika, anatajwa sana kuwa mtu wa mahusiano mengi. Kama yapi? Kuna wanawake wengi. Katika hilo. Ngoja Dula. Kwa nini anataka vitu vya kukisia? Sasa wanakutaja wenzako. Wanani wamsadia? Kuna kitu kimemkuta ndugu yako Said. Nataka tuje kwenye. Kwanza tuanze kwenye jambo lililomkuta ndugu yako Said bwana. Na tunaambiwa ni zile tabia ambazo za Dula Makabila zilizo msibu. Kwa hiyo unaweza pia ukaamini kwamba Said tukio lililomtokea ni kufumaniwa. Mimi siamini. Alivyoumwa wakati upata matatizo Said, mimi nilikuwa natoka kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais 88 ilikuwa. Hongera. Wanatoka kule 88, nafika tu kwangu ndo nikapigiwa simu na Madam Zamaradi. Bwana Said ana matatizo, nikamwambia Said ana shida gani? Kumpigia Said akamwambia bwana mimi niko hospitali hapa Palestina. Kweli nilichoka sana. Nakumbuka niliingia tu kwenye gari, yani kwenye friji nikachukua Red Bull nikanywa. Nikawasha gari nikaenda hospitali. Nikakangalia kweli nikamkuta Said kaumia sana. Unaona, kwa hiyo sijataka kujua sababu nini, lakini siamini kwamba eti wanawake ndio mfanye Said aumie apigwe vile. Said ana ushamba huo. Mimi ndo mtu wa kwanza kufika. Juma Lokole kwa hiyo katupiga kamba. Juma Lokole hajui chochote. Yaani kaona mtandaoni kama ulivyoona wewe. Na Said sababu gani Said ambayo amekwambia imefikia hatua mpaka akamjeruhi vile? Nani? Said kitu gani ambacho amekwambia mpaka akamjeruhi vile ambavyo tumekuona? Mimi sikupata muda wa kumuuliza sana kwa sababu kwa pale tulikuwa tunatakiwa tuondoke tumpeleke wapi Mwananyamala kwa sababu ya x-ray. Kwa tukupata hata time ya kuongea. Ila kikubwa ni kweli Said kaumia na Said anaumwa kweli serious, watu wasichukulie poa. Yaani kama hizi mic zenu hizi rekodi zenu kama mnaweza kurusha hii mrushe mseme kabisa. Said kweli anaumwa. Na wala haumi kwa sababu eti issue za wanawake, hapana. Kuna watu ambao wanaweza wakaumwa labda kwa issue za wanawake ndio wakapigwa, sio Said. Ile mambo amemzuru. Watu wamemzuru tu, labda ni hivyo tu, labda ni vibaka na nini, lakini kuniambia wanawake mimi nakataa. Kwenye hili Juma Lokole kamkosea sana Said. Kwenye hili Juma Lokole kamkosea. Juma Lokole hata mimi kanikosea sababu mimi kanihusisha kwenye kitu ambacho sihusiki. Kapigwa Said, Juma anakuja kumtaja mimi. Yaani wapi na wapi? Si mshikaji wako? Sijakataa, Said ni mshikaji wangu. Ndio. Ila Juma kuna namna tu kama ananivaa. Kwa hiyo nakwambieni kabisa mjue. Siku yoyote Juma ukiona kapigwa, mimi Juma simpigi sui ndani. Hivi kamera nyingi hivi namvaa tu namzibua, nitamwomba samahani siku nyingine kwa sababu huwezi kumhusisha Dula kwenye issue ya Said. Ndio. Yaani haiwezekani. Ni vitu tofauti. Lakini Said niliwahi kumuuliza, alisema ukaribu wake na Dula Makabila pamoja na Alikamwe umekutanisha kwa sababu ya mademu. Hapa leo nakataa Dula, imekuwaje tena? Kukutanisha na mademu kivipi? Yaani urafiki wenu umeunganishwa kwa ajili ya wanawake. Said ndio kasema. Hapana, sisi amewahi kusema Said. Sisi ni wasanii. Mbona Said ni mpumbavu? Mwache kwanza. Tunayo hapa. Ili kumbe niko na mheshimu. Mimi nampamba huko mbeka niwa. Aliwahi kusema hivyo. Alikamwe, Dula Makabila na mimi tumekutanishwa kwa sababu ya mademu. Yaani sijaelewa katukutanisha mtu kama jamani. Urafiki wenu mkubwa umesababishwa kisa mademu. Sio kweli bana jamani. Amesema Said. Sio kweli jamani. Serious? Mimi na mke wangu jamani, niseme mambo haya. Huo mnaniaibia. Haijakaa vizuri. Kwa sababu alafu pembeni hapa alafu unaona yuko wapi? Alafu Dula kipindi tunatoka huko ndani, kipindi tunakuja kuvaa kanzu. Nilikuwa karibu na mzee pale, mzee akawa ananiuliza, "Yule pale ni Dula?" Nikamwambia, "Ndio, yule ni Dula, alikuwa anasimama mlangoni." Mzee yana? Baba yako. Alipokuangalia sana akaanza kucheka. Akaniuliza mara ya pili, "Yule pale ni Dula?" Nikamwambia, "Ndio, ni Dula." Kwa nini alishangaa kuona umevaa t-shirt? Hajawahi kwanza kuniona mimi nikiwaga nimevaa hivi makanzu nini. Mimi mzee wangu ananiona tu kwenye TV, marasta nini, ndio maana alivyoshangaa pale, aliona pale kana lakini nafikiri mavazi ndio alimfanya akacheka. Nicho.
Dula Makabila, umeingia kwenye ndoa mbili na ukaachana nazo zote. Kitu gani kikubwa ambacho umejifunza kwenye maisha ya ndoa? Ipi tena? Laima bado mke wangu. Okay. Yaani tusipepese macho. Laima bado yupo na bado mke wangu. Mwanamke yote atakayekuja kwenye maisha yangu ajua kabisa kuna Laima. Okay. Laima akilizie ndo ataolewa mke wa pili. Hataki basi. Okay. Laima yupo ni vile tu sababu sifanye naye movement, nikuti naye lakini ile bado ni mke wangu. Kumbe mkuachana? Mimi sikuachana Laima. Ila Laima tu sio mtu wa mtandao wala sio mtu wa eka eti kusema posti vitu afanye nini lakini bado niko naye. Unamshauri vipi kijana ambaye sasa hivi anahitaji kuingia kwenye ndoa? Sijajua sasa kijana yupi, nategemea ninge na mwanamke gani. Mfano mwanamke kama Zuu. Sina kuomea timu. Asante.